amani, umoja na uhuru tulionao si matokeo ya nguvu zetu, bali neema ya Mungu na maombi ya watakatifu waliotangulia. Leo kabla ya neno, tunaweka kando tofauti zetu zote za madhehebu, tofauti za makabila na mitazamo, tukisimama kama wana wa taifa moja chini ya Mungu mmoja. Tufungue mioyo yetu, tusikie sauti ya Roho Mtakatifu, kwa maana neno linatakalohubiriwa leo si kwa ajili ya masikio tu, bali kwa ajili ya mabadiliko ya mioyo na hatima ya taifa letu. Bwana asifiwe. Wapendwa, Mungu anasema kabla ya mambo yote anayohubiri hapa baba askofu amelitaja ile andiko ambalo mimi nilipewa dhamana ya kuja kusimama hapa. Naomba nilisome moja kwa moja, alafu nitaenda kuelezea kwa kifupi. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza na wa 2. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahimilivu. Nataka niseme kitu tunachosema wito wa kanisa kuliombea taifa. Taifa la Tanzania limebarikiwa kwa amani, umoja na uhuru wa kuabudu. Hata hivyo, baraka hizi hazidumishwi kwa bahati, bali kwa maombi ya kanisa. Paulo anatukumbusha kwamba kabla ya yote, kabla ya siasa, kabla ya sera, kabla ya mipango ya kibinadamu, tunapaswa tuombe. Tunapolisoma andiko hili tunapata mambo kadhaa ambayo nataka niyasimamie kama matatu. Jambo la kwanza, maombi ni kipaumbele cha kwanza la Tanzania. Maombi ni kipaumbele cha kwanza cha Tanzania. Ndio maana andiko linasema kabla ya mambo yote. Maana yake nini? Kanisa la Tanzania limeitwa kuwa mlinzi wa taifa kwa maombi. Historia ya amani yetu inahusishwa na hofu ya Mungu, umoja wa waumini, maombi ya kizazi kilichotangulia. Ndio maana utaona hata wimbo wetu wa taifa ni maombi tosha. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Kwa hivyo vizazi vilivyotangulia walikuwa na umoja, waliombea taifa hili, ndio maana tuko hata leo. Ndugu zangu, tukiacha kuomba tunahatarisha kile ambacho Mungu ametupa. Tutakapoacha kuomba tunahatarisha kile ambacho Mungu ametupa. Lakini jambo la pili, jambo la kwanza, maombi ndio kipaumbele kabla ya mambo mengine yote, lazima tuombe. Jambo la pili, maombi kwa ajili ya Watanzania wote. Anasema hivi, kwa ajili ya watu wote. Kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Tuombe kwa ajili ya vijiji na miji yote, tuombe kwa ajili ya vijana na wazee, tuombe kwa ajili ya maskini na matajiri, tuombe kwa ajili ya waumini na madhehebu mengine mbalimbali. Hatuombi kwa ajili ya Wakristo, tutaomba kwa ajili ya Waislamu, tutaomba kwa ajili ya Wahindi, tutaomba kwa ajili ya Mabuza, tutaomba hata kwa ajili ya watu wasiomwabudu Mungu. Maana Mungu anasema maombi haya yafanyike kwa ajili ya watu wote. Tanzania inahitaji kanisa linaloomba bila ubaguzi wa kikabila, bila ubaguzi wa kidini, bila ubaguzi wa kisiasa. Kanisa linatakiwa liombe bila kuegemea upande wowote wa kisiasa, upande wowote wa kikabila, upande wowote wa kidini. Kanisa limeitwa kuomba kwa ajili ya watu wote, na leo tumekuja hapa tutaliombea taifa kwa ajili ya watu wote. Jambo la tatu, maombi kwa ajili ya viongozi wa Tanzania. Maandiko yanasema kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Kwa hiyo tuombe kwa ajili ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yake, mawaziri wake na watendaji wote wa serikali.
lakini pia tutaomba kwa ajili ya rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na serikali yake. Tutaomba kwa ajili ya wabunge, mahakama, vyombo vya ulinzi na usalama na viongozi wote katika taifa. Tutaomba kwa ajili ya viongozi wa mkoa wetu wa Rukwa, tutaomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya yetu na viongozi wa vijiji wetu, maana Mungu anasema maombi yafanyike kwa ajili ya watu wote. Maombi yetu yawe kwa ajili ya hekima katika maamuzi. Tunapoenda kuombea wafalme na viongozi na watawala, Mungu awape hekima katika kufanya maamuzi. Mungu awape uadilifu na haki. Mungu awape hofu ya Mungu. Mungu awape ulinzi dhidi ya rushwa na matumizi mabaya ya madaraka. Viongozi wakiongozwa na Mungu, taifa huongozwa katika njia salama. Biblia inasema mwenye haki akitawala, taifa linafurahi, mwovu akitawala, vilio vinaongezeka. Jambo la mwisho na la nne ni lengo la maombi. Kwa nini tunatanguliza maombi? Kwa nini tunaomba kwa ajili ya watu wote? Kwa nini tunaomba kwa ajili ya viongozi na watawala? Lengo hasa, Paulo anatuambia kwa ajili ya amani, utauwa na utulivu. Ukisoma ile mstari anasema ili tupate kuishi maisha ya amani, utulivu na utauwa. Kwa ajili ya wafalme wenye mamlaka, na tuishi maisha ya utulivu, maisha ya amani katika utauwa wote na ustahimilivu. Kwa hiyo tunaona kitu cha kwanza, Mungu anataka tufanye maombi ili taifa likae kwa amani. Amani, kulinda amani tulionayo. Mungu ametupa neema Tanzania, tuna baraka kubwa ya amani. Hii amani sio ya kucheza nayo, lazima tuilinde kwa maombi. Nisikie amina kama kuna mtu ananielewa. Lakini pia tunaomba amani kwa ajili ya kuzuia migawanyiko ya kisiasa, kuzuia migawanyiko ya kidini na kuzuia migawanyiko ya kikabila. Haya maombi tunamlilia Mungu kwa ajili ya kuombea amani, tukikataa migawanyiko ya kisiasa, tukikataa migawanyiko ya kidini, tukikataa migawanyiko ya kikabila. Tanzania ni moja. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili ni utauwa. Utauwa maana yake ni mtakatifu. Kwa nini tunaombea utauwa? Naomba uache kupiga ngoma wakati tunaongea kwa Mungu. Na uache kupiga muziki wakati tunaongea kwa Mungu. Kwa nini tunaongea habari ya utauwa? Utauwa maana yake ni maadili mema kwa vijana. Sasa hivi tuna kizazi cha Gen Z na tunakisifia, ni kizazi kisichosikia, kizazi kisichoelezeka. Hatuwezi kuwa na kizazi ambacho akisikii, hatuwezi kuwa na kizazi ambacho akielekezeki. Kwa tutaomba maadili mema kwa vijana, familia zenye hofu ya Mungu. Tutaombea kanisa lisiloathiriwa na ulimwengu. Ulimwengu usiingie kulibadilisha kanisa. Kanisa libaki kama chumvi ya ulimwengu na kama nuru ya ulimwengu. Lakini jambo la tatu anasema heshima. Heshima hii maana yake tunaenda kuomba heshima kwa viongozi wetu, heshima kwa watawala wetu, heshima kwa Mungu, heshima kwa mamlaka. Biblia inasema waheshimuni wenye mamlaka, maana kuna mamlaka ambayo haijatoka kwa Mungu. Kila mamlaka iliyoko imewekwa pamoja na Mungu, bila kujalisha mamlaka hiyo ya namna gani, lakini kila mamlaka imetoka kwa Mungu na Mungu anataka tuwatii wenye mamlaka. Kwa lazima tuombe kwa ajili ya heshima kwa wenye mamlaka na heshima kati ya raia na raia. Amani ya kweli huanzia kwenye madhabahu ya maombi. Ndugu zangu, wito wangu kwa kanisa la Tanzania, kanisa lisinyamaze, lisilaumu tu, liseme na Mungu kwa niaba ya taifa.